Alpha Makaya ni afisa tehama kutoka ofisi ya TCRA kanda ya Nyanda za Juu Kusini. Ofisi iko pale Mbeya, ambayo TCRA tunafanya kazi kikanda, na kanda yetu hii inahudumia mikoa 7. Tukianza na mkoa wenyewe huu wa Katavi tuliopo, tunakuja Rukwa, tunaenda Songwe, tunakwenda Mbeya yenyewe, unakwenda Njombe, unakwenda Iringa pamoja na Ruvuma. Ndio kanda yetu ambayo tunahudumia mikoa hiyo 7. Naam. Unajua tukisema TCRA inawezekana sisi tuliopo hapa studio tulikuwa tunauelewa kuhusiana na TCRA ni nini na wanafanya majukumu gani. Lakini kwa yule msikilizaji ambaye anasikiliza kwa faida yake pia ni sahihi kweli afahamu, kwa sababu anasikia tu TCRA au Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania. Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania kwa utambulisho wake ni taasisi ya serikali ambayo ilianzishwa chini ya sheria namba 12 mwaka 2003, ambako kipindi hicho ziliunganishwa zilizokuwa tume mbili. Tume ya kwanza ilikuwa inaitwa Tume ya Mawasiliano Tanzania, ilikuwa inaitwa TCC, Tanzania Communication Commission. Na tume ya pili ilikuwa inaitwa ni Tume ya Utangazaji, ambayo ilikuwa inaitwa Tanzania Broadcasting Commission. Hizi tume mbili zilipounganishwa ndipo ikazaliwa TCRA, kwa maana ya Tanzania Communication Regulatory Authority, kwa maana ya kwamba ilichukua kazi zote zilizokuwa zinafanywa na Tume ya Mawasiliano pamoja na Tume ya Utangazaji, yakajumlishwa majukumu yake, ndio ikazaliwa TCRA, ikapewa jukumu sasa la kisheria kusimamia mawasiliano. Na mawasiliano hayo ambayo TCRA inayasimamia yako katika sekta, tunasema sekta ndogo kuu 3. Sekta ya kwanza ni sekta ya utangazaji, ambayo ndo kama hivi leo tuko Mpanda FM, pamoja na usimamizi wa redio pamoja na television, ndio inaitwa sekta ya utangazaji. Sekta ya pili ni sekta ya simu na internet, kwa maana huduma za simu pamoja na matumizi ya internet. Hapo kidogo tukichambua, mtu anaweza akasema simu na internet how, kwa sababu kwenye simu naweza nikapata internet. Kuna makampuni ambayo yanatoa huduma ya simu kwa mawasiliano, kama tuna simu zetu, si ndio? Yeah. Na internet unaipata kwenye simu, lakini kuna makampuni yapo ambayo yenyewe kazi yao tu ni kutoa internet wala sio simu. Kwa hatuwezi kutaja, lakini nafikiri tunafahamu kwamba kuna makampuni unaweza ukaita tu wao kazi yao ni swala la internet tu. Lakini huduma ya tatu ni huduma ya usafirishaji wa vifurushi na vipeto, tunaita huduma ya postal and courier. Kwa hiyo hizi ndio sekta 3 ambazo zinasimamiwa na mawasiliano, taasisi ya mawasiliano. Na jukumu kubwa kabisa la TCRA ni kutoa leseni, kuhuisha leseni na kufuta leseni kwa watoa huduma, kwa maana kwamba unatoa leseni kama ni mtoa huduma mpya anakuja anaingia kwenye industry, lakini unahuisha leseni kwa kulingana na kanuni zilizopo kwa yule mtoa huduma ambaye alikuwa anatoa huduma. Sasa leseni yake imefanya nini? Imeisha wakati, kwa hiyo tunamhuishia. Nafikiri hata nyie Mpanda FM mna mchakato huo. Alafu unafuta leseni kama mtoa huduma amefikia ukomo wa kutoa huduma au masharti yale yamekiukwa na makosa mengine ambayo yapo kwa mujibu wa sheria. Lakini kufuta leseni ni mchakato mrefu sana. Yaani ni kazi ambayo inafanyika, lakini mchakato wake ni mrefu, ni wa kisheria pia. Kwa hiyo huwezi kuamka tu leo Mpanda FM tumewafutia leseni. Kwa nini? Kuna nini? Shida ni nini? Mambo yamekaaje? Kwa hiyo ni mchakato mrefu sana wa kufuta. Kwa hiyo kazi kubwa ya mamlaka ni kutoa leseni, kuhuisha leseni na kufuta leseni kwa watoa huduma wa nyanja zote hizo ambazo nimezitaja. Okay. Naam. Sawa, na tunashukuru kwamba tumepata ufafanuzi huo. Msikilizaji atakuwa ameelewa kwa uzuri sana. Naam. Turudi sasa kwenye kile ambacho pia kwenye leo mada yetu kabisa. Wanampanda na wanakatavi kokote pale ambako Mpanda FM leo asubuhi wanatusikia. TCRA imekuja na mada inaitwa fursa sana siku ya leo. Na mtangazaji msikilizaji atakuwa anajiuliza maswali, kumradhi nimeteleza kidogo hapo. Atakuwa anajiuliza kwa nini TCRA wanasema fursa sana. Fursa sana tunamaanisha sasa hivi huduma nyingi zinapatikana kwenye nini? Kwenye mitandao. Tumeongeza wigo wa kupata huduma za mawasiliano kwenye mitandao, na huduma nyinginezo zimeingia kwenye mitandao. Kwa mfano, sasa hivi huwezi
Sasa hivi ndugu Beni au ndugu Sam au ndugu yangu ana pale, sasa hivi unaweza ukapokea tu message hapo, dogo anakuuliza bwana, naomba shilingi 10,000. Huna haja ya kutoka kwenda kupanga mstari sijui benki. Sasa hivi tutashika tu simu yako hapo, utaingia kwenye simu benki, utarusha muamala na 10,000 imefanya nini? Imeenda. Hizo ndo huduma tunazosema za nini? Fursa sana kwenye mitandao. Sasa hivi ukiangalia watu wanasoma. Ndugu Beni hapa anaweza akawa anapiga shule. Kila siku tunamuona, tunakuja tunatangaza naye hapa vipindi na nini. Kumbe bwana huyu jamaa akitoka hapa, kumbe huwa ndani kule anaenda kupiga msuli. Tunasema watu wa shule wale kwamba ameenda kupiga msuli, ameenda kusoma. Anasoma kwa njia gani? Kwa njia kumbe ya mtandao. Sasa hivi vyuo vingi na vyenyewe vimeendelea, vimeleta huduma za watu kusoma kwa kutumia mtandao. Unakuja kumuona tu ndugu Samu amevaa joo. Wewe alikuwa tu anatangaza pale tunamuona, kumbe ulikuwa ujui akitoka hapa Mpanda FM anaenda kufanya nini. Kwa unaona pia fursa katika swala zima pia la biashara. Watu sasa hivi tunatangaza biashara zetu mtandaoni. Sina haja ya kuhangaika sasa hivi kwenda sokoni pale, soko kuu hapa Mpanda, niende nikazurure wakati kuna mtu ananitangazia tu biashara zake kwenye mtandao. Lakini pia unaangalia fursa sasa hivi zipo za kujiajiri pia. Kwa mfano wale watengeneza maudhui, kuna mitandao inalipa, si ndio? Nafikiri hiyo tunafahamu. Kwa mfano YouTube, Facebook, Instagram, lakini kwa kufuata vile vigezo na masharti. Na sisi kama TCRA tunaendelea kuwahimiza Watanzania wale wanaotengeneza maudhui, watengeneze maudhui yale ambayo yanabeba ile kacha yetu. Tunasema utamaduni wetu wa Kitanzania. Tuyapakie kwenye mtandao. Ukipata followers wako wengi, unapata, inakuwa pia ni njia ya kufanya nini? Ya kupata kipato, kuliko kukaa tu kuangalia maudhui ya watu wengine. Tunaingia TikTok kule, unakutana na maudhui ya nchi zingine ambayo yamejaa mengi. Ni wataalamu sema mnapita huko mnaona. Sasa maudhui yetu ya Kiswahili sio mengi sana, isipokuwa tu mtu ameamua kujirusha kama fan, kama kujinani. Semaje kwa Kiswahili hapo ndugu zangu? Lakini kufurahisha, yani kusherehesha jamii. Lakini ukitengeneza maudhui ambayo yenye afya, yenye burudani, lakini yenye mafunzo, utapata chochote kitu ukifuata vigezo na masharti vya mitandao jinsi inavyohitaji. Kwa hiyo hizo ni sehemu ambazo tunaona hizi fursa zinafanya nini? Zinapatikana. Ndio maana tunasema fursa sana mtandaoni. Sasa hivi hata sisi pia TCRA tumeboresha. Wateja wetu hamhitaji tena kuja ofisini, sijui tunakwambia leta nyaraka hii ufunge safari kutoka Mpanda mpaka Mbeya au Mpanda mpaka Dar es Salaam. Tuna mfumo pia ambao tunautumia. Kwa hiyo mtu anaweza akawa yuko Mpanda akahitaji huduma za TCRA na akazipata kupitia mtandao, kupitia online applications, na akaweza kuhudumiwa na akaisha bila kufanya nini? Bila kusogea ofisini. Kwa hiyo hizo ndizo fursa ambazo tunazisema kama TCRA, tunazihimiza kwamba fursa sasa hivi ni nyingi kwenye mtandao. Chochote unaweza ukafanya kupitia mtandao. Kwa hiyo hakikisha unajikita zaidi katika kwanza kujua unafanya nini, alafu ili upate yale maarifa. Na tunasema hizi pia fursa mtandaoni zipo kwa ajili ya kuboresha maisha yetu. Unaboresha maisha, unaboresha ujuzi, unaboresha kipato, unaboresha maeneo mengi ambayo kwenye maisha yako wewe mwenyewe unaona kwamba swala hili linahitaji mtandao. Na niwarudishe nyuma kidogo. Kama dada Ana atakuwa na swali jingine nitaweka pause hapo. Miaka ya zamani, sasa sijajua ndugu zangu nyie ni wa mwaka gani. Lakini sisi wahenga au wahenga wa katikati, ilikuwa lazima baba au mama aandikiwe barua kwa kutumia sanduku la posta SLP. Na barua inachukua mchakato mrefu mpaka ije ifike. Nakumbuka mimi nilimwandikia brother wangu barua ambayo kutoka Tabora mpaka Dodoma ilichukua temu nzima. Yaani alienda shule, sisi huku tukamwandikia barua, akafunga shule,
akaruta. Lakini sasa hivi yani ni mambo ni chap chap. Sasa hivi tu bwana, nitumie kitu fulani, tuma email, faster umetuma email. Kwa hiyo unaona fursa ya mtandao ilipotutoa, tulipokuwa tupo na sasa hivi tulipo ni vitu viwili tofauti. Yani wanasema mbingu na ardhi. Yani kutoka kwamba barua inaweza ikachukua muda mrefu na sasa hivi inaweza ikachukua within ndani ya sekunde chache tu. Yeah. Ambako na sasa hivi pia huduma za interneti au na huduma za fursa mtandaoni zimekuwa ni za muhimu. Sasa hivi vijana huwezi kumwambia akakaa bila bando, lakini anaweza akakaa bila SMS na bila dakika za kupika. Lakini bando wapi, huwezi kumkalisha. Naomba niweke pause dada hapo kama na swali jingine. Sawa. Fursa sana hiyo, nimeielewa sana. Na kwa kiasi kikubwa nadhani watumiaji wakubwa sana wa hii fursa iliyopo ni sisi vijana, naweza kusema hivyo. Natamani kufahamu kwenye swala lazima sasa la utolewaji wa elimu zaidi ili waweze kutambua, kwa sababu tunakuta kwenye hiyo mitandao tukipita kuna vitu vingine vya ajabu. Sasa ninyi kama TCRA sijajua huwa mnafanyaje hapo ili kuhakikisha kwamba hivi vitu pia vinaondoka pale? Unajua kwenye mtandao dada Ana, kuna vitu vingi ni kweli tunakubaliana vipo. Na kulingana na maadili ya nchi yetu kuna vitu tunaviona kabisa hivi kwenye maadili ya nchi yetu haviko sawa. Lakini mitandao hii pia hatuko nayo hapa. Ni ya nchi zingine ambazo na zenyewe wanatumia kwa sheria zao. Na sasa na sisi tunalazimisha kwa sheria zao, lakini sisi tutumie kwa sheria zetu ili kulinda ule utamaduni wa Watanzania. Kitu ambacho kwanza TCRA inakifanya pamoja na kushirikiana na taasisi zingine ni kushughulika pamoja na yale maudhui ambayo sio sahihi kwa nchi yetu. Wakati mwingine yanafanyika mawasiliano moja kwa moja na wamiliki wa hizi online na ni platforms kushusha hayo maudhui na nini. Mengine yanashushwa, mengine mnakwenda nayo mnaongea nao kulingana sasa na kanuni. Wao wanakuambia sisi sheria yetu iko hivi. Tunajua kila kitu ni sheria ndugu zangu. Wanasema sheria yetu sisi inaruhusu, nasema sisi ya kwetu hairuhusu. Kwa hiyo mnatafuta namna ambayo mnaweza mkakutana hapo katikati mkakubaliana. Kwa hiyo yapo yanayoshughulikiwa kwa haraka, yapo ambayo yanahitaji muda kidogo kwa sababu ya hizo sheria. Lakini sisi kama TCRA inaendelea kuwahamasisha wananchi tuendelee kutumia kwanza mitandao kwa njia sahihi, na maudhui ambayo tunayapandisha sisi yapandishe maudhui ambayo hata kesho na kesho kutwa mtoto wangu akija kuyaona aseme kweli baba alitoa kitu, aliweka kitu cha maana, au mama aliweka kitu cha maana kwenye mtandao. Kwa sababu sasa hivi bwana, watoto wetu tunawaachia simu ndugu zangu. Yaani anakuja tu na unarudi nyumbani pale na baba nataka nicheze game, nataka niangalie toto, nataka nifanya nini, anaingia mtandaoni. Anaweza kukutana na zile content ambazo wewe mwenyewe unaziangalia kwa wakati au umezipost, umezipandisha. Kwa hiyo tunachoshauri sana kutoa elimu. Mambo ni mengi kwenye mtandao, na mtandao ni sehemu ambayo niseme kama ni bahari hivi ambayo haina mipaka, si ndio? Niseme hivyo, kama haina mipaka. Mipaka ni sisi wenyewe kupeana elimu, kuona kwamba hichi hakifai, hichi kinafaa. Ndio maana tuko kwa ajili ya kufanya nini? Kupeana elimu kwamba tunapoelekea kwenye matumizi mengi ya mtandao, basi kuna 1, 2, 3 ambacho kinafaa, kuna 1, 2, 3 ambacho hakifai. Wengi ukiangalia story, kuna mtu mmoja tulikuwa tunaangalia story yake mtandaoni. Sitaki kumtaja, lakini nikisema mnaweza mkakubali, mnaweza mkakumbuka. Wakati watoto wako wadogo alikuwa anafanya jambo tu kwa kuposti mitandaoni. Mtoto alipokuja kuwa mkubwa akaingia kwenye tabia nyingine, wa kiume huyo akaingia kwenye tabia nyingine. Mzazi anakuja kulalamika, anasema ningejua kile kitu nisingekifanya wakati akiwa mdogo. Akiwa mdogo. Kwa hiyo unaona kabisa mzazi, yani unakuja kukumbuka, umeshakuwa mtu mzima, unategemea sasa mtoto ajitegemee. Mtoto amekuja kubadilika kuwa na tabia nyingine. Kwa hiyo kupeana elimu ni muhimu sana huku, na pia kukumbushana, kwa sababu unajua mtu sio kila kitu nakijua, si ndio? Kuna watu ambao wamebobea kwenye hilo eneo, kwa hiyo wanakuja wanatoa elimu. Kwa hiyo tunapeana elimu ili kukumbushana kwamba tunatumia mitandao sawa, lakini na malezi na maadili yale ya Kitanzania tunatakiwa tuwe nayo katika kulea pia familia zetu. Mtandao tunaupenda, lakini pia sasa hivi TCRA tumetoa makala
ya regulatory ambayo inasema pia malezi na ninainukuu, sikumbuki kile kichwa cha habari vivi ambavyo kimekaa, lakini malezi pamoja na kuwalinda watoto kwenye matumizi ya mitandao. Na mtu mwingine nilisikia juzi, niliangalia tu video yake, anasema sasa hivi watoto wetu miaka miwili, mwaka mmoja, tunaona akichezea simu inamkeep busy, mimi nafanya mambo yangu mengine, lakini wakati mwingine kumbe ndo tunamuingiza mtoto kwenye maudhui mengine. Akiona mtoto maudhui mengine anaanza kubadilisha akili yake ile, anaanza kufikiria hivi kumbe hichi kitu kiko sawa, kumbe wewe baba hujaona au wewe mama hujaona kile mtoto ambacho amefanya nini, amekiona. Kwa hiyo tuendelee kuwalinda pia na watoto katika matumizi ya huduma za mtandaoni. Naam. Sawa, hapo umeelezea kuhusiana na hilo, lakini nikiangalia kwenye matumizi ya mtandao. Naam. Waathiriwa wakubwa ndio wanawake na watoto. Kitu ambacho pia mimi natamani nikifahamu ninyi pia kama TCRA, kuna kitu gani hasa huwa mnakifanya endapo inaonekana labda mwanamke fulani kazalilishwa mtandaoni, labda mtoto yamewekwa maudhui ambayo moja kwa moja yanaweza kumletea shida hata hapo baadaye au kuanzia hapo alipo mpaka kwenye maisha yake yote. Kitu gani hasa huwa mnakifanya? Ama huyu mtu wa namna hii na sasa hivi akiwa anatusikiliza labda anapitia hiyo hali au imempata na ajue afanye nini, wanapaswa kufanyaje? Sisi TCRA tunashirikiana pia na mamlaka zingine. Kuna sheria ya makosa ya mtandaoni, ambayo hiyo sheria ya makosa ya mtandaoni inasimamiwa zaidi na Jeshi la Polisi, kitengo kile cha kitengo cha cyber. Na kwenye ile sheria ile na makosa mengi ya mtandaoni, usitweze utu wa mtu, usidhalilishe, usitukane, yani na mambo ya wizi. Sasa kwenye kuitimiza ile sheria au tunasema kuitimiza, kwa Kiingereza tunasema kuenforce, kuitekeleza. Kuitekeleza hiyo sheria ni kwamba Jeshi la Polisi limepewa idhini hiyo. Sisi huku tumeondolewa utekelezaji, sisi tumepewa usimamizi na kudhibiti, kwamba kama kitu kinatoka nje ya mstari, jamani, kanuni inasema hivi, mnatakiwa muende, hasa kwa watu wa huduma. Sasa kwenye hiyo sheria ya makosa mtandaoni ndio sasa watu wanatakiwa ajue kwamba anatakiwa kwenda kushtaki wapi. Sehemu ya kwanza ya kushtakia ni kwenye kitengo cha Jeshi la Polisi, hicho cha usalama wa makosa ya mtandao, udhibiti wa makosa ya mtandaoni. Kwa hiyo itaangaliwa hiyo kitu imekuwaje na nini. Kwa hiyo kama polisi wataona sasa hili jambo linahitaji mamlaka TCRA kwenye kutoa idhini, labda vitu vinahitaji, kwa sababu vitu vingine vinahitaji pia ushahidi kwenye mtandao. Sababu mtu anaweza akasema nimedhalilishwa. Umedhalilishwaje? Leta ushahidi. Alafu lile kosa pia linaangaliwa chanzo chake kilikuwa ni nini. Sababu najua nikimnukuu mheshimiwa mbunge wa Kigoma Baba Levo, lakini sina maana ya kuhalalisha, amesema hivi, amekoti kwamba amesema kina mama ni kweli tunahitaji kuwatetea na kuwawezesha, lakini wakati mwingine kina mama na wenyewe wajitoe kwenye mazingira ya kufanya nini, ya kuingizwa kwenye mazingira hayo ya nini, ya ukatili, unyanyasaji na nini. Sasa lazima watu wakae. Unajua, mimi na dada yangu Ana tunaweza tukawa na ugomvi, dada Ana akakimbilia kwenda kushtaki kwamba amepigwa na Alfa, amenyanyaswa na Alfa. Sasa tukija kukaa chini, tueleze ilikuwaje. Sasa si vinatakiwa vielelezo, ilikuwaje? Maana yake uwezi tu kusema tu from nowhere, yani kutoka kokote kwamba nimepigwa, nimedhalilishwa. Akina mama sauti yao huwa ni nyembamba sana na inapokelewa haraka sana. Akina baba huwa inasubiri yani mpaka mtu apigwe kipigo. Sasa lazima vile vitu vikae viangaliwe kwamba ilikuwaje, kwa nini unalalamika, ushahidi uko wapi? Ukibainika ushahidi, watu wanachukuliwa hatua. Na kesi nyingi zipo ambazo hatuwezi kuzisema hapa, zingine sisi kama TCRA hatuna mandate ya kuzisemea kwamba 1 2 3 ilienda vipi, kwa sababu ile tayari imeshaachiwa kwenye jeshi la nini, la polisi, wanafanya kazi yao. Kwa hiyo kitu kikubwa ni kwamba sheria inahitaji vielelezo.
katika kuitekeleza. Lazima iwe ushahidi na vielelezo viwepo ili iweze kufanywa kazi. Kwa hiyo mtu ambaye amepitia vitu hivyo kwenye mitandao ya kijamii, kwenye kutumiwa message, nenda polisi kalalamike. Nenda katoe lalamiko, utaulizwa iliyokutumia au mtu huyo aliyekupigia simu namba yake ni nani, vielelezo vyote vitawekwa kwenye ile maelezo. Basi jalada hilo litafanywa kazi kwa haraka zaidi kwa kufuata ule utaratibu ambao mtu atapewa. Sasa kuna madhara ambayo pia kama mitandao tusipoitumia vizuri, madhara hayo yapo sasa kwa mtu mwenyewe binafsi. Dhara la kwanza tunaliona ni kuingia kwenye makosa ya kimtandaoni, kwa mfano kudukuliwa, wizi. Sasa hapo kuna wizi wa aina mbili. Kuna kuibiwa taarifa zako, kwa mfano na wewe umeamua kutengeneza profile yako nzuri kwenye mtandao, ukasema mimi nakaa Mpanda, nakaa kata ya Makanyagio, nyumba namba fulani, mtaa fulani. Hizo ni taarifa zako nyingi ambazo umeziweka. Kama kuna mtu mbaya anakufuatilia, lazima atakujua na atakupata kwa urahisi. Na hapa sisi tunashauri mtandaoni hautakiwi kuweka taarifa zako nyingi. Naitwa Ana fulani, naishi Mpanda, unaweza mshabiki wa Simba, wa Yanga au wa Mpanda football team, imeisha. Taarifa zako zingine za ndani sana ni mtu yule ambaye anakufahamu. Kwa hiyo tunasema kwamba usiweke taarifa zako nyingi, ambazo taarifa hizo zinaweza zikatumika vibaya. Ndio hiyo kuibiwa taarifa. Mtu anaweza akaja sasa, mtu mwingine akaona nachukua picha ya Ana, nachukua na profile yake, natengeneza ukurasa mwingine ambao unafanana vile vile na ule wa kwako kwa taarifa zile zile. Kwa hiyo ule ukurasa mwingine ndio unaweza ukawa unatumika sasa kuwatapeli watu, na wengine wanasema mbona Ana ndo tunamfahamu, ndio huyu kweli anatufanyia hivi. Kumbe ni ukurasa wako mwingine, ni ukurasa wa mtu mwingine ambaye ameutengeneza. Unafanya hayo makosa ya nini? Ya mtandaoni. Kwa hiyo tunasema dhara la kwanza ni kutokea kwa makosa hayo ya mtandaoni. Dhara la pili kwa mtu binafsi, kwa Kiswahili inaitwa uraibu. Uraibu naijua ndugu Beni? Uraibu. Yaani ni mtu ambaye anakitumia ni kama ameshalewa nacho. Bila hicho hawezi. Kwa hiyo sasa wakati mwingine tunashauriana tu, kweli mtandao tunauhitaji, hasa vijana tumekuwa waraibu sana. Wewe angalia dakika ambazo umetumia kwa mfano kusoma Biblia au Qur'ani na dakika ulizotumia kuangalia mtandao ni vitu viwili tofauti. Unaweza kashika Biblia au Qur'ani ukatumia ukasoma dakika 2, hata umalizi unapata usingizi. Lakini kwenye mtandao unaweza ukakaa masaa 2, 3. Yaani hapo uko na simu unaichaji kabisa hapo, yaani umekaa hapo kwenye charging, lakini unaendelea kutumia. Kwa hiyo unaweza ukajikuta huko kwenye uraibu. Kwa hiyo tupunguze kukitumia sana. Mfano jiulize tu swali kwenye hili swala la uraibu. Wazazi wetu walikuwa wanaishije? Sikulikuwa hamna mtandao jamani. Mtandao hamna kabisa. Asiposikiliza redio hana kitu kingine. Hata TV ilikuwa hamna. Mimi nakumbuka baba amenunua TV ya kwanza nyumbani. Yaani ukitoka shule unawahi sana nyumbani kuja kuangalia TV. Alafu na majirani watakuja kufanya nini? Kuangalia. Sijui unaona karne hiyo inavyobadilika. Kwa hiyo sasa vitu hivi tunavihitaji, lakini tunashauriana kwamba usikifanye sana bila hicho huwezi kufanya nini? Huwezi kuishi. Dhara jingine ni kwamba tunajiingiza, mtu anaweza akajiingiza kwenye maudhui yasiyofaa. Na hapa vijana wengi tumejiingiza sana kwenye content za vurugu, content za kutuma messages zisizokuwa sahihi, za upotoshaji, au sasa lile jingine kabisa linaenda anyway, kwa sababu tunatoa elimu, lakini content mtu nakuta anatafuta maudhui ya ngono, maudhui ya matusi. Sasa vitu kama hivyo nakuta sasa muda mwingi unatumia kule kuliko kufanya vitu vya nini? Vya maana. Kwa hiyo hayo ni madhara ya matumizi ya mtandao ukitumia vibaya. Lakini madhara mengine wanasema kwa Kiingereza ni cyberbullying, kwa maana kwamba kupata
nasema kupata harassment, kufanyiwa harassment ni kufanyia nini Beni? Kama kudhalilishwa, kudhalilishwa mtandaoni, kutengenezewa maudhui yanayoharibu ile tunasema feeling zako, emotion zako au hisia zako. Kwa unaona kabisa, kwa mfano ikitumwa picha yako ambayo hujawahi kuidhania inaweza ikaenda mtandaoni, utanyongonyea. Nasema yani utanyongonyea, utakuwa na picha na hivi ananionaje mimi? Yaani umedhalilika kiasi kwamba unakosa mpaka ile tunasema confidence, unakosa ujasiri wa kufanya mambo mengine. Dhara jingine ni kwamba unapoteza pia usiri. Wanasema loss of privacy, kupoteza usiri, kwa maana kama taarifa zako zikiibiwa, siri zako ndo zimeshafanya nini hapo, zimeshatoka. Kwa hiyo unapoteza usiri. Na swala jingine ni kwamba kama tunatumia vibaya mtandaoni, mtu anaweza akapoteza ile nguvu ya kufanya kazi, concentration kwenye kazi, kufanya vizuri, kuhakikisha unatumia nguvu kubwa kwenye maendeleo. Kwa unajikuta nguvu kubwa unaitumia kwenye kufanya vitu vingine. Kwa hiyo hayo ni madhara machache ambayo tunayaona, na yako mengi. Sasa wasikilizaji watatusaidia kujaza huko. Haya tumewapa tu kama dondoo chache, lakini twende kabisa moja kwa moja. Unajua, ukishampa mtu dhara, unampa na namna ya kufanya nini, ya kujikinga. Yes, namna ya kujikinga, kwa sababu sasa tunahamasisha matumizi ya huduma za mtandaoni. Hizi huduma za mtandaoni tunazitumia kwa sababu unakuwa unatengeneza kurasa zako. Kwa mfano kwenye mitandao ya kijamii unatengeneza kurasa zako ili uweze kufanya nini, kuingia kupata hizo huduma. Tunasema hizi kurasa lazima uzilinde na nywila thabiti. Hakikisha ile email yako umetengeneza password thabiti, tunasema nywila thabiti, ndo strong password. Hii nywila thabiti ikoje? Hii nywila thabiti, hakikisha kwamba zile tarakimu, zile herufi zote ukizihesabu zisipungue 10. Alafu iwe na herufi kubwa, herufi ndogo, umeweka namba, lakini pamoja na alama maalum kama alama ya mshangao, alama ya kujumlisha, alama ya kutoa, alama ya nukta, alama ile ya kiati kile. Yani umeichanganya hivyo, inakuwa ndo nywila thabiti. Kwa maana kwamba ukiweka mwaka wa kuzaliwa, kuna mtu anaweza akabashiri. Ukiweka jina lako la mtoto wako, anasema huyu anaitwaga Baba Abdieli, mimi na mtoto anaitwa Abdieli wa kwanza. Sema Baba Abdieli huyu, kwa hiyo anaweza akawa ametumia jina la nani, Abdieli. Kwa hiyo mtoto wake, kwa kuwa ni mtoto wake wa kwanza, jina lake ili anaweza akawa amelitumia kama password. Unaona, mtu anaweza akagesi. Lakini hiyo Abdieli mimi naweza nikakusaidia ukaiboresha. Hiyo Abdieli, angalia ile A unaweza ukabadilisha ukaweka @ pale. Abdieli ile A unaweza ukabadilisha ukaweka namba 3 pale. Ile I unaweza ukaweka namba 1. Ile L au unaweza ukatafuta namba nyingine ambayo inashabihiana au kiherufi au kialama kinachoshabihiana na ile herufi ukabadilisha pale. Kwa hiyo mtu anaweza akabashiri, lakini kama hajabashiri kwa kutumia zile alama ulizozichanganya ambazo sasa wewe unajua mimi hii alama nimeiweka inamaanisha kitu fulani, kwa hiyo hawezi kubashiri password yako. Jambo la pili, tunasema kwenye hii mitandao yetu ya kijamii kuna ule kuongeza uthibitishaji wa zaidi ama wa ziada. Kwa Kiingereza wanasema ile two factor authentication. Nafikiri hilo neno ndo watu wanalijua zaidi, si ndiye? Kwenye mitandao yako ya kijamii hilo eneo lipo, kwenye WhatsApp, kwenye Facebook, kwenye Instagram. Hakikisha lile eneo na lenyewe unaliweka oni au unaliwasha, kwa maana kwamba ukiweka nywila yako itakuhitaji uweke na nini, na zile kodi utakazokuwa umefanya nini, umezipokea, ili kwamba uthibitisho huo wa ziada ukusaidie. Kama sio wewe unayeingia kwenye huo mtandao, kuna mtu anataka kukudukua, uweze kupata zile alert kwa mapema kwamba hii kitu kuna mtu anafanya nini, anataka kuingia kwenye mtandao wangu. Alafu kitu kingine tunasema, epuka sana kutoa taarifa zako nyeti public kwenye umma.
Hicho nimeshakizungumzia wakati pale na tunazungumzia pale. Kwa hiyo hakikisha haujazi taarifa zako nyingi kwenye mitandao ya nini ya kijamii unayetusikiliza. Kitu kingine, sasa hivi kuna udukuzi. Sasa hivi wadau hawakutumii message, wanaotuma message ni wachache sasa hivi, lakini unashangaa umetumiwa linki, umeshinda bila kucheza. Hivi unaweza ukashinda bila kucheza jamani? Hilo ndio swali unatakiwa ujiulize. Na kweli ukiona kile kiwango cha pesa kimeandikwa pale, utaingiwa, yani akili itaruka kwamba kuna kiwango hujawahi kukishika kwa wakati, sasa kinakuja tu, yani nimeshinda. Fungua linki kufuata maelekezo. Pale unapofungua sasa hiyo linki pale, zile linki kwa sisi wataalamu wa mambo ya usalama kwenye mitandao, ile linki unaweza ukakuta imefanywa tunasema kwa Kiingereza wanasema imekuwa embedded, imebebeshwa feature fulani, kwamba kiashiria fulani kwamba ukiklik tu ile linki inaweza ikawa na download, kuna application na download bila wewe kujua. Alafu ile application wewe ukiona tu, unajua kuna application nyingine ndugu Beni, unaweza ukanikubalia, kuna application na download kwenye simu yako inakwambia allow nini. Ulishawahi kusoma yale maelekezo? Wewe unasema tu allow. Soma kile unachoambiwa allow na allow nini. Wewe application umedownload ni ya kupiga picha, inakwambia allow ku access contact. Wewe ujiulize hapa, hii inataka kubeba contact zangu, inazipeleka wapi? Allow ku access SMS, allow ku access nini, gallery yako. Mimi nataka picha ipige lakini ibaki kwenye gallery yangu. Inaniambia ni allow ku access gallery yangu ya nini? Kwa maana ya kwamba inaweza ikawa inabeba taarifa zangu bila mimi kufanya nini, kujua. Kwa hiyo katika hili eneo tunaendelea kuwahamasisha ama kuwapa elimu namna ya kujikinga. Hakikisha zile application pia unazozidownload kwenye simu, soma yale maelekezo ninayokuambia pale. Kuna application nyingine ukianza, kabla hata kuidownload, soma pia hata zile content wengine wamesemaje kule. Kuta mtu anakuambia hii application usidownload kabisa. Yaani ukishakutana na content watu wawili watatu wamesema hivyo, jiulize mara mbili hicho unachokiinstall, unachokiweka kwenye simu yako kinaenda kufanya nini. Kwa hiyo hakikisha haubonyezi linki yoyote ile, hata kama aliyekutumia unamjua. Je, kama amedukuliwa? Si zipo hizo jamani, tunakutana, unakuta kabisa Beni nawasiliana naye, lakini ninavyo chat naye sio ninavyo chat naye siku zote. Leo yani imekuwa tofauti, ananiambia kuna linki hiyo bonyeza, mimi nimeshinda. Jiulize, mpigie simu basi ya kawaida, Beni vipi, kuna linki umenitumia hapa, kwa sababu sasa hivi mambo ni mengi mtandaoni. Kwa hiyo unaweza ukaibiwa bila wewe kujua, alafu ukaja ukashangaa aliyekutumia ujumbe kumbe naye amedukuliwa. Juzi tulikuwa na kesi moja tumeipata hapo ofisini, kumradhi lakini kwa kusema hivi, ni sister alikuwa anatumia simu yake, kumbe sister simu yake imedukuliwa. Alafu simu yake sasa, si watu tunajua tunawasiliana na sister, kumbe akaunti yake imedukuliwa, imeanza kusambaza nitumieni hela kwenye namba hii, kwenye namba huo. Ni ukurasa wa WhatsApp huo, anasambaza na hizo linki. Sasa waliokuja kushtuka, mbona hii link imetumwa kwa watu wengi na kwenye magrupu mbalimbali? Yani wale tunakuta kuna mtu mmoja niko naye kwenye magrupu 3, 4, yani magrupu yetu yani. Sasa mtu mmoja ndo akashtuka, hii link mbona imetumwa huku. Alafu ilivyotumwa sio kawaida ninavyowasiliana naye, kabidi apige simu. Kupiga simu akasema, bwana akaunti yangu imedukuliwa, ndo nahangaika. Ndo sasa yule bwana kwanza kutoa alert kwenye magrupu, jamani huyu mtu amefanya nini, amedukuliwa. Sasa unakuta kumbe mtu ameshadukuliwa, na wanafuata yale maelekezo haraka. Piga simu, jihakikishe kama ni yeye. Yani hapo mimi nasema kabisa, piga simu, yani ujihakikishe usije ukaibiwa kizembe namna hiyo. Lakini jambo jingine tunasema kwenye vifaa vyetu vya mawasiliano, hakikisha unaweka antivirus. Antivirus tunazifahamu pia. Antivirus zinatusaidia, kwa mfano inapokuwa inafanya scanning, inatusaidia pia kugundua kuna application ambayo sio sahihi inafanya, tunaziita sasa hizo phishing, au zinafanya udukuzi ambao mimi si utambui. Kwa hiyo inakusaidia pia kukupa alert, application fulani hii ambayo umeweka sio sahihi, au linki uliotumiwa. Zingine zinatusaidia kuskani zile linki. Kwa hiyo inakwambia kabisa this is a suspicious link,
Yaani ukiona kabisa antivirus imekuandikia this ni suspicious link, kwa hiyo achana nayo kabisa, usikliki. Haraka pale ili line yako isitumike vibaya, ndo unaweza ukapiga simu kwenye mtandao kwa kutumia namba 100 na sio namba nyingine yoyote, na yeye mtoa huduma anatakiwa kuwasiliana na wewe na namba 100 na sio namba nyingine. Kwa hiyo utapiga simu kwa haraka ili kusitisha huduma kwenye hiyo laini yako ya simu ambayo imepotea au imeibiwa. Tunafanya hivyo, tunashauri kufanya hivyo ili kwamba hiyo laini isije kafanya nini, ikatumika vibaya, kama wewe hauna mpango wa kufanya nini, kuirejesha kwa uharaka. Kwa hiyo hakikisha unapiga simu kwa kublock hivyo ili sipate huduma. Lakini hapo niende B yake, kwa maana kwamba kuna zile simu zinazotupigia pia za utapeli na nini, na kutumia message, ile hela mimi mwenye nyumba yako, sijui ile hela tuma kwenye namba hii. Tunatakiwa tuziripoti kwenye namba 15040, kwa maana kwamba unaposaidia kuziripoti zile namba zinafungiwa huduma, lakini pamoja na kitambulisho cha NIDA kilichotumika kusajili ile line kinafungiwa, ili kile kitambulisho kama ndo kazi yake ya kusajili namba za kufanya utapeli, kisiweze tena kufanya nini, kufanya hiyo kazi. Kwa hiyo hakikisha mtu wa huduma atawasiliana na wewe na namba 100 na sio namba nyingine. Ukiona namba nyingine imekupigia simu anajitambulisha, mimi ni Alpha Makaya kutoka ofisi ya Voda, sijui kutoka nini, kwa namba nyingine, ripoti haraka sana kwenye namba 15040. Unaenda uwanja wa message, unatuma neno utapeli kwenye namba 15040, utapokea ujumbe utakao kuelekeza uweke namba hiyo ya simu ambayo umekutumia message hiyo au kupigia simu. Kwa hiyo utaripoti kufuata maelekezo ya pale. Lakini cha mwisho pia tunawaomba wasikilizaji wetu na Watanzania wote kwa ujumla waendelee kuhakiki usajili wa laini zao za simu kwa kutumia *106 reli. Dada Ana, usipo hakiki unaweza kukawa na jamaa alikupitisha na sajili namba ya vifurushi vya chuo, vifurushi vya nini, kumbe wale ndo wanaotusajili namba za nini, za utapeli. Kwa hiyo akakwambia weka kidole, ukashangaa kumbe anakwambia imegoma. Una uhakika imegoma? Hauna uhakika kama imegoma. Yeye ndo anakwambia imegoma. Basi mwambie nipe hiyo chipu. Ukimwambia nipe hiyo chipu atakataa. Sio nataka umlipe hela, nipe. Hii nitaitumia kwa basi hapo ujue kabisa kuna mazingira ambayo sio sahihi. Kwa hiyo tunawashauri watu endelea kuhakiki, kwa sababu hii tunavyosajili wakati mwingine tunasajili line tumepoteza au hujui inatumika kwa vitu gani kule, na unasajili namba nyingine. Kwa hiyo usisajili kiholela. Hakikisha unahakiki kwa *106 reli. Ukigundua kuna namba yoyote ya simu ambayo huitumii au ilisajiliwa kimakosa au huifahamu hiyo namba, fika kwenye duka la mtoa huduma husika kwa ajili ya kwenda kufanya nini, kufuta. Usifute mtaani, kwa sababu hiyo huduma hawana wale wanaosajili. Fika kwenye duka, kama ni Tigo Shop nenda Tigo Shop, Voda Shop, Yasi Shop, Airtel Shop, TTCL Shop, nenda hapo utapata huduma kwa kulingana na taratibu zilizowekwa. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.